Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Awamu ya 9 ya mazungumzo ya amani kati ya waasi wa M23 na AFC na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalianza siku ya Jumatatu nchini Uswizi. Ujumbe wa Qatar, akiwemo mjumbe wa Marekani kuhusu masuala ya Afrika, Masad Boulos, wanashiriki. Lakini je, ajenda ya mazungumzo haya ni nini? Mimi ni Victor Buso. Lakini kwanza ni mwenzangu Ali Bilali ambaye amekuwa kufuatilia mazungumzo haya, yuko hapa studio kutupa muktasari tu. Bwana Bilali, karibu sana kwenye Wimbi la Siasa. Naam, nakushukuru sana Victor Buso kwa kunialika kushiriki katika makala haya. Ajenda kuu ya mazungumzo haya ya kule Uswizi ni nini? Ni kama mwendelezo wa mazungumzo ambayo yalikuwa yametangulia huko Doha nchini Qatar, na baada ya kuonekana kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo walikubaliana awali na hayatekelezwi, kwa hiyo kulikuwepo na umuhimu wa kufanya kama mwendelezo na kuweza kuangalia hatua kadhaa ambazo zimepigwa tangu mkutano wa mwisho uliofanyika kule Doha nchini Qatar. Lakini cha kusikitisha ni kwamba mazungumzo ama pointi kubwa ambayo wajumbe walikuwa wamekubaliana, kwanza ilikuwa ni swala kusitisha mapigano ambalo mpaka sasa imekuwa kizungumkuti. Mapigano bado yanaendelea, lakini pia swala lingine ilikuwa ni kuachia huru wafungwa wa kisiasa, swala ambalo mpaka sasa bado limesalia kuwa swala mtambuka na imekuwa vigumu kuweza kutekelezwa. Lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba pande zote mbili zinafikia kwenye makubaliano halisi, vita vikome, uwanja wa ndege wa kule Goma lakini pia kule Bukavu uweze kufunguliwa, hasa kwa ajili ya misaada ya kibinadamu iweze kuwafikia, kwa sababu sasa hivi inasadikiwa kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambao wanaishi katika hali ngumu sana kutokana na swala zima la ukosefu wa chakula. Asante sana Ali Bilali. Shukrani. Na kutusaidia kuchambua zaidi matarajio ya wakongomani kuhusu mazungumzo haya, kwa njia simu naungana naye Francois Alwende. Yeye ni mchambuzi wa siasa za DRC, anazungumza nasi akiwa Nairobi. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana. Nini kipya unachokitarajia kwenye mazungumzo haya ya Uswizi? Sioni ikiwa kutakuwa mapya zaidi. Labda lile ambalo linaweza kuwa jipya ni kuona kwamba kuna uwezekano wa kuhakikisha uregevu kidogo wa misimamo kutokana na upande wa M23 ukilinganisha na yale ambayo yanaendelea sasa kwenye uwanja wa mapambano ama maeneo ambayo yamedhibiti kwa miaka hii 3-4. Ni tunachokiona sasa ni kuona kwamba kuna wale ambao wanasema kwamba muda wenyewe wa kumaliza vita umeisha, kwa sababu ile nchi ambayo ilikuwa ikitusapoti kwa hali na mali, jeshi na kila kitu, imeamua kuanza kuondoa wanajeshi wake kulingana na ile pressure ambayo serikali ya Marekani imewekea nchi hiyo, na hivyo inaonyesha kwamba kutakuwa utofauti kidogo kuona ile misimamo ya M23 ikiregezwa kidogo, kwa sababu kinachoonekana ni kwamba kweli sapoti wameanza kuipoteza kutoka kwa nchi ambayo ilikuwa ikiwasaidia. Ajenda mojawapo kubwa ni kutathmini hatua zinazopigwa baada ya mkataba wa Washington, lakini pia kuna yale maelewano ya Doha. Kwa mtazamo wako, unaona kuna hatua yote inapigwa? Hatua tuliona kwamba M23 ilijaribu kuachilia wafungwa, lakini pia upande wa serikali unajua kwamba kuna wale wafungwa ambao wana kesi kisheria ambao si lazima wafunguliwe, kwa sababu wakiachiliwa itaonekana kana kwamba ile sheria ya nchi haikufuata mkondo wake. Pili ni kuona kwamba serikali ya Kongo inajua vizuri sana kwamba M23, kama yule waziri Muyaya anavyosema kwamba ni mtoto tu. Sasa sisi tunafaa kuweka mkazo sana kwa baba ambaye ni Rwanda. Ikiwa baba atakubali kutekeleza mkataba wa Washington, basi M23 mtoto wake hana budi ila atakubali yale ambayo yataweza kuwekwa kwa meza ya mazungumzo. Na kwa sasa tunaungana naye Victor na Mujabi, yupo kule mashariki mwa DRC, pia amekuwa akifuatilia kwa karibu sana haya mazungumzo mapya ambayo yanaendelea. Victor, kwa wananchi wa kawaida wa DRC, nini matarajio yao? Kwa sababu tunasikia bado vita vinaendelea katika baadhi ya maeneo. Raia hana matarajio makubwa sana,
ukizingatia kuwa katika mazungumzo ya awali, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, hakujionekana kabisa matumaini kwa raia wa kawaida ambaye alitarajia kwamba mzozo huo ungeweza kushika karibuni miaka 4 ama 3 kwa sasa. Yaani raia hasubiri jambo lolote kutoka huko Uswizi ambalo litakuwa tofauti na lilitokea kule Qatar. Na tupe picha halisi ya mambo yalivyo huko mashariki mwa DRC, hasa katika maeneo ambayo bado yapo mikononi mwa M23, ukizungumzia Bukavu na Goma. Kwa ujumla na kwa kifupi tu, maisha ya watu wa kawaida unaweza ukasema yako vipi wakati huu ambao wanatarajia labda kuna kitu kinaweza kutokea huko Uswizi? Hali si hali, sababu umeona uchumi katika maeneo haya yamedorora kwa kiasi kikubwa, ukiongeza na mgogoro ulioko huko mashariki ya kati, ukiongeza na mgogoro ulioko mashariki ya DRC, unaona kwamba maisha ni kama imegoma kutembea. Unaona kwamba mabenki hapa hazitumike, miundombinu ya kuweza kusaidia biashara viende haraka havipo. Huku jimboni Kivu Kusini barabara tayari zimekwisha, miundombinu haipo. Ikiwa kule jimboni Kivu Kaskazini miundombinu haiko. Yaani uchumi katika jimbo hizi mbili inakuwa ni heka heka. Maisha kabisa imekataa. Raia anaishi kwa mlo wa siku moja, na ingalao hata asiupate. Ukiongeza kuwa katika maeneo haya hakuna msaada ya kibinadamu, maisha inabidi kuwa magumu, ndege hazifiki, na kuna magonjwa kama hivyo vipindupindu na vitu vinginevyo ambavyo vilikuwa vikisaidiwa na hizo mashirika ya kibinadamu ambao leo haijafanya kazi yake kama itakavyo. Yaani maisha inazidi kuwa magumu katika uhalisia wake. Aluende, ukimsikia hapo na Mujabi akiwa huko mashariki mwa DRC, unaamini kwamba hawa wanaozungumza huko Uswizi haya mambo wanayafahamu? Nitakubaliana na ndugu yangu Victoire. Ukweli ni kwamba wananchi ambao hawataki kusikiza mengi, kinacho wahusu wenyewe ni kuona amani inarejea, wanajeshi wa Rwanda wanaondoka, M23 inaondoka, serikali inarudi. Hicho ndicho kitu ambacho wanataka kukiona. Tofauti na hicho, hata mfanye mikutano 1000 na haiwasaidii kwa maisha yao ya kila siku. Lakini ikumbukwe kwamba vita hivyo lazima vitakomea kwa meza ya mazungumzo. Na muda wetu kwa kweli unakwenda kweli kweli. Victoire na Mujabi, nikupe sekunde chache za kumalizia. Nini sasa tutarajie katika mazungumzo haya ambayo sasa yanaendelea kule barani Ulaya? Kabla hatujamaliza, ni kwamba nitume ujumbe kwa serikali yetu kule Kinshasa, ni kwamba ijue kwamba Kongo ni nchi moja. Kinachoumiza sana Abuso ni kwamba Kinshasa imesahau katakata kabisa kwamba kuna eneo linaloitwa mashariki mwa DRC. Madhila wananchi wa mashariki wanaopitia Kinshasa haijui. Unapoangalia Kinshasa pale, wako katika dunia ingine ambao ni tofauti na dunia iliyopo mashariki ya DRC. Na ndio maana unaona katika mazungumzo yanaendelea huko Doha, Qatar, Uswizi, unaona kwamba Kinshasa inabidi kushikilia msimamo mkali, huku wananchi wake wakiumia sana. Ujumbe ni kwamba serikali ya Kinshasa ionee wananchi wake huruma. Aluende, unamaliziaje kwa sekunde chache zilizosalia? Ni vizuri wale ambao waliweza kuanzisha vita wajue kuna muda wa vita na kuna muda wa amani. Serikali pia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itambue kwamba wananchi wa mashariki wameteseka muda mrefu, na ni bora pia wajaribu kuona namna gani wanaweza kurahisisha wananchi wa mashariki mwa Kongo waendelee na maisha yao ya kawaida. Na zile nchi ambazo zinasapoti mchakato mzima, iwe Marekani, iwe Qatar na nchi zingine, zipate kusaidia nchi ya Kongo ili amani ipate kurudi, kwa sababu wananchi wa mashariki mwa Kongo wameteseka miaka mingi, na ni bora pia wao wapate kushughulikiwa ipasavyo. Naam, asante sana Francois Aluende, mchambuzi wa siasa za DRC na siasa za kimataifa, kwa muda wako ukiwa jijini Nairobi. Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Lakini pia ni kushukuru Victoire na Mujabi, mchambuzi wa masuala ya DRC, ukiwa huko mashariki mwa nchi hiyo. Asante sana. Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa, mimi ni Victor Abuso. Kwa heri.